Na kwenye biashara zako ambazo tumefanya, haujawahi kufikiria kufanya biashara ya chakula labda? Kupika napenda sana, lakini sijawahi kufikiria kufanya biashara ya chakula. Kabla hujaolewa, mume wako alikuwa ni Mkristo. Yes. And then ndo akabadilisha dini akawa Muislamu. Kwenye kubadilisha dini ni aliamua kukufuata wewe au ilikuwa ni kwamba wewe huwezi kubadilisha dini kwenda kwenye Kristo? Na pia kwenye swala la jina aliamua tu yeye kujipa hilo jina au pia nao ulichangia idea za kumpa jina hilo la Seif? Kwanza mume wangu mwenyewe alikuwa anaupenda Uislamu. Ujue kubadili dini unatakiwa mwenyewe kwanza upende. Huwezi kufosiwa. Kwa mfano unaona kama mimi kwa imani yangu, malezi yangu nilivyolelewa na familia yangu jinsi ilivyo. Mimi kubadilisha dini bila hata yani sio kwamba eti familia yangu inanikataza au vipi, lakini mimi mwenyewe tu imani yangu kwanza hainikubali. Umeelewa? Kwa hata na yeye pia nilipokutana naye, mimi sijamforce kubadilisha dini. Umeelewa? Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu ambaye alikuwa anataka kubadilisha dini, ila alikuwa bado hajakuwa na sababu ya msingi ya kumfanya abadilishe dini. Umeelewa? Lakini sio kwamba eti mimi ndio kwamba nimemlazimisha badilisha dini toane, hapana. Yeye mwenyewe tayari alikuwa yuko tayari kubadilisha dini, alikuwa hajapata sababu kuu ya msingi ya kumfanya Na kwenye swala la jina, pia yeye mwenyewe alikuwa na jina lake. Wala sijachagulia mimi. Okay. Kwa sababu hata yeye baba yake anaitwa Seif, na ndio maana anaitwa Seif. Okay. Baba yake anaitwa Seif. Kwa upande wako wewe alivyosema labda mimi mke wangu naamua kubadilisha dini kwa sababu wewe ushasema dini yako haikuruhusu kubadilisha dini. Alivyosema kwamba mimi nitabadilisha dini, nitafuata upande wako. Kwa upande wako ulijisikiaje? Kiukweli nilijisikia raha sana. Hata ingekuwa wewe. Yes, nilifurahi. Kwa sababu asilimia kubwa ya kwa sababu nilikuwa nampenda, lakini nilikuwa najua kabisa kwamba kitakachotenganisha ni dini. Kwa sababu mimi imani yangu ilikuwa ni hainiruhusu kabisa kwa upande wa pili. Kwa nikawa naona kabisa kwamba nitamkosa kwa sababu hiyo. Lakini yeye mwenzangu alipokuwa yuko tayari, nilifurahi sana. Na haikuwa changamoto wala? Haikuwa changamoto yoyote kwa kweli, kuanzia kwake mwenyewe mpaka kwa familia yake. Na muda gani toka mmeoana? Tulioana mwaka jana mwezi wa 6. Kwa mwaka huu mwezi wa 6 tunatimiza mwaka. Kwa bado miezi miwili. Unatarajia kupata mtoto? Natamani kupata mtoto. Una mtoto lakini tayari? Na mtoto mmoja. Na hata yeye pia na mtoto mmoja. Kwa tayari familia ina watoto wawili na inshallah tutaongeza watoto wengine. Kwa kwenu nyinyi haikuwa changamoto kwamba tayari wewe una familia, yeye pia ana familia? Kwamba unamaanisha nini ana familia na familia? No, yani ana mtoto na wewe pia una mtoto. Haikuwa changamoto. Sasa hapo kuna changamoto gani? Kila mtu ana mtoto. Kuna watu wengine wanaweza kusema kuna changamoto gani hapo? Na mtoto ni kawaida, lakini mwanamke mimi akiwa na mtoto sitaki. Sasa tuna binafsi au na roho mbaya. Vitu vishanyooka hapo. Kila mtu yuko tayari. Hamna ngumba, hamna mtasa. Ni kuendeleza tu familia mbele. Kwa kweli hakuwa na shida yoyote. Tuame kwenye chapati, kwenye mapishi ya leo. Kwa nini ulichagua kunde? Maharage ni kunde? Hizo ni kunde. Kwa nini ulichagua kunde upike na chapati? Mimi napenda kula kunde na chapati. Unapenda tu ladha au una sababu yako pia? Mama wangu pia anapenda kunde. Ni kitu ambacho umezoea. Inaonekana wewe ni mtu wa familia sana. Yani mimi kwa kweli hata kwetu wanajua kama mimi ndo mpishi wao. Na Ramadhani kama hivi huwa unakuja na futuru, unakuwa na mtindo wa kufuturu na familia mara kwa mara au unaita? Yani Ramadhani kama hivi mimi huwa nafuturisha ofisini. Yani ofisini kwangu mimi kuna watu wengi. Kuna watu zaidi kama 20 tuseme. Kwa Ramadhani kama hivi huwa nafuturu na familia yangu ya ofisini miaka yote. Nakuwa nawapikia pale tarehe 1 mpaka tarehe 30. Lakini sasa nilipopata mume lazima nikae nyumbani nimpikie. Kwa hiyo nimetoka kwenye ile familia yangu ya ofisini. Kwa kule sasa hivi wananimisi sana. Lakini mara moja natokea unaamua kufuturu nao? Haijawahi, kwa sababu lazima mume wangu aje afuturu huko, hawezi kufuturu ofisini. Kwa watu tumeshakuzoea. Wewe ni mtu ambaye unapenda shughuli mara kwa mara nyingi kubwa, yani shughuli kubwa. Ni kwa nini kwenye harusi yako tuliona tu yani shughuli ndogo, umealika watu wachache, wamekuja, umefanya yani kizungu sana, yani sio kawaida yako, hatujazoea hiyo. Ni kwa nini? Na kwa nini kwanza mnaniuka kwenye kundi la Waswahili? Sijasema Waswahili.
Nimesema ilikuwa ni ndogo, haukutaka mambo mengi. Na tushakuzoea ni mtu ambaye anapenda mambo mengi. Mambo makubwa, sio mengi, mambo makubwa. Kwani kile ile ilikuwa sio kitu kikubwa? Ilikuwa kikubwa lakini hata wengi wa watu hawakuwa watu wengi. Kwa nini? Yaani uweze amini hata pia nilivyoenda kwa plana wangu kwenda kumwambia kuhusu idea yangu ya harusi, Martin Kadinda alishtuka sana. Akasema, wewe ni shuu au ni mtu mwingine? Mbona unachokitaka ni tofauti na ninavyokujua?" Nikamwambia, sasa wewe unanifuatilia mimi. Sasa huyu ndo mimi." Yes. Umeelewa? Mimi na uzungu ndani yangu lakini na Uswahili nje kwangu. Yes. Umeelewa? Kwa sasa wakati ambapo nataka kufanya jambo langu mwenyewe, lazima unaweka ule uzungu wangu. Lakini napotaka kufanya vitu vya Waswahili wenzangu, naleta ule Uswahili wangu sasa. Kwa vile ndivyo ile ni harusi ya ndoto yangu. Yaani mimi nilikuwa ile ilikuwa ni ndoto yangu kuolewa harusi kama ile. Kuna tamani harusi ya namna hiyo. Yes, nilikuwa natamani harusi ya namna hiyo. Na plan alikufanyia kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Yaani exactly kabisa, ni kile ndicho nilichokuwa nakitaka. Yaani kila nilichokuwa nataka kilikuwa vile vile kama nilivyokuwa nahitaji. Iftar Special.